ya yale ambayo yako katika magazeti ya leo. Napitia kwa haraka haraka kurasa za mbele. Nipashe kurasa za mbele. Chadema kotini Lissu ateta na Nipashe na kueleza undani. TLS wajitosa ni kurasa wa mbele gazeti la Nipashe ambao wameipa taarifa hiyo. Lakini mradi wa maji wa bilioni 400 ulipoanza vigogo ulioponza vigogo wazinduliwa, iko katika gazeti la Nipashe. Shinikizo la kujiuzulu la shukia vigogo TFF. Taarifa nyingine, mtaalamu atoa tahadhari sasa nyoka wanakuja majumbani kwenu. Nyoka wanatafuta maji, hakuna maji, joto ni kali. Lakini adaiwa kuteka mtoto apigwa risasi akiwa kituo cha polisi. Lakini familia kuzika mabaki ya mwili wa Naomi, koti ya bariki maziko. Mwananchi wana taarifa ya nani ni tatizo katika malezi, ni mjadala wa wanaume na wanawake kukolea, kila upande unatupiana lawama, matatizo ya kifedha na kadhalika. Lakini aliyemwagiwa tindikali Moshi yaandikia tume ya utawala bora, jela miaka 5 kwa kumuua mke wake, inaandika gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele. Ukurasa wa mbele wa Uhuru, hayawi sasa amekuwa Rais Samia zindua mradi mkubwa wa maji utakaohudumia Mwanga Korogwe, thamani yake ni bilioni 300. Taarifa ni nyingi. Rais Mwinyi aahidi maendeleo. TMA atabiri mvua kubwa miaka 25. Aliyejaribu kumuua mpenzi wake atupwa jela miaka 7. Huyu ni aliyejaribu kumuua. Hiyo ni gazeti la Uhuru. Gazeti la Habari Leo na lenyewe lina taarifa Rais Samia siamini katika kushindwa. Lakini polisi yaokoa mtoto aliyetekwa Dar es Salaam. Mtuhumiwa mauaji ya dakwa baada ya kujificha miaka 9. Polisi wa Kenya mbaroni kwa wizi wa magari Morogoro. Moja kati ya gumzo nimelikuta hapa, tutaanza nalo mwenyekiti. Mmeshangaa taarifa ya umeme kununuliwa kutoka kule Ethiopia. Umeme utanunuliwa kutoka Ethiopia, na ukishanunuliwa utasambazwa katika mikoa ya kaskazini, Kilimanjaro, Arusha, Manyara, Tanga, si ndio? Masawe, umeme unataka upelekwe kule kwako kwa sababu hapa njiani unapotea. Masawe, unasemaje umeme utoe Kilimanjaro kutokea Ethiopia? Asante sana. Mimi naitwa Rogasiani Hamisi Masawe. Hiyo taarifa nilipata mshtuko mkubwa mheshimiwa mwandishi wa habari. Kwa sababu kuna bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo limegharimu mabilioni matrilioni ya hela ya Watanzania. Tunasema wamesema limekamilika kwa asilimia 99 mpaka 100. Wakasema na umeme mwingine tutauza nje. Sasa weje leo tuagize na umeme kwa hela zetu kutoka tena Addis Ababa, Ethiopia. Ni kitu cha ajabu sana. Ethiopia ni nchi maskini kuliko hata sisi. Wanategemea pato lao la taifa, wanategemea mapato ya viwanja vya ndege tu. Sisi tuna rasilimali kibao. Leo unasema unaunganisha umeme kutoka Ethiopia kuja kanda ya kaskazini. Hii ni habari ambayo inaumiza vichwa vya Watanzania, hususan watu wa kaskazini. Kwa hiyo ili bwawa la Nyerere basi umeme hautoshelezi basi. Ndio maana hata sasa hivi unakuta kuna mgao. Sasa wahandisi hawapo. Hamna wataalamu. Wanafanya kazi gani? Na wanakula mshahara wa mainjinia wapo, wataalamu wapo, wanafanya nini? Hii ni jambo ambalo linatia mashaka na wasomi wetu, hasa mainjinia na wahandisi. Jamani, ufafanuzi ambao umeshatolewa kupitia mitandao ya kijamii na msemaji wa serikali amesema kwamba bwana kitaalamu umeme ukishatoka wakati wa uzalishaji ukiwa unaelekea mikoa ya kaskazini huwa unapungua nguvu. Na ukiwa unapungua, serikali karibia kila mwaka inapata hasara shilingi bilioni 32. Na wataalamu, hata ukizungumza na wataalamu wakwambia hata ukitoa waya kutoka hapa mpaka pale umeme hapa katikati unavuja kwa kitaalamu. Sasa Masawe unashangaa, lakini kitaalamu iko hivyo. Labda mwingine ambaye anauelewa zaidi ameelewa nini, kwa sababu ni ufafanuzi katika kusaidia masuala ya nchi yetu. Ndio bwawa la Nyerere lipo, lakini ndio hivyo kaskazini kule mbali, au labda unahisi kutoka Ethiopia kuja kaskazini mbali zaidi. Mheshimiwa, Afrika Kusini ni nchi ambayo hatujasikia kuna shida ya umeme. Sasa ukiniambia eti umeme unapotea hapa katikati, basi hatuna mafundi, basi ndio kiufundi. Basi wameshindwa mambo ya kiufundi. Elimu yetu ni ndogo. Maana ukiangalia Afrika Kusini, ukiangalia hata hapo China, hakuna shida hiyo. Ukiangalia Dubai, hamna shida hiyo.
Kwa nini wanasema? Unajua hili ni shida ya nchi yetu, ndio ilivyo. Kwa unasema umeme unatupotea katikati, wakati watu wamesoma. Mbona Afrika Kusini hautupotea katikati? Mbona China haupotea katikati? Imekuwaje hapa? Ni tatizo la kitaalamu hilo mheshimiwa. Asante sana. Bwana, tunaendelea na mengineyo. TMA yatabiri mvua kubwa mikoa 25, Dar es Salaam na ukanda wa Pwani ipo. Vipi, mmejipanga jamani, na mnahisi kuna dalili ya mvua kabisa kama tulivyotarajia? Tunashukuru wameshatabiri, lakini ni mwaka huu ni mwaka wa mvua, watu wajiandae, ambao watu wanaishi mabondeni. Serikali imeshatoa tahadhari. Kwa hiyo wasije wakakaa bondeni mvua ikaanza kunyesha alafu wanalalamikia serikali. Kwa hiyo watu wakae mkao wa kujiandaa kutoka mabondeni. Na uhakika itapiga? Inapiga. Sisi tunawaamini wataalamu wetu, itapiga. Kwa hiyo kama mtu utakuwa unasikilizia unasema mvua hamna, kitakacho kupata utajua ili mradi serikali imeshafanya kazi yake, sisi wananchi ni kazi yetu kujiandaa. Sasa wakati hayo yanajiri, chuo cha usimamizi wa wanyamapori Mweka kimetoa tahadhari kwa jamii juu ya wadudu wakali wanaotambaa kama vile nyoka katika kipindi hiki cha joto kali. Chukueni tahadhari. Nyoka baridi damu wale anapoteza joto kupitia mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa sababu wakati linamwathiri, hivyo utafuta makazi, maji na chakula. Kwa hiyo mzee, usishtukie umekaa ndani ukashtukia una mgeni aina asiye na miguu, anaitwa nyoka. Ndio nimekwambia usishtukie umekutana na mgeni anaitwa nyoka. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi naitwa Motera. Sijajua nyoka ni kwa hapa Dar es Salaam au ni kwa huko mikoani. Manake nyoka mara nyingine ukimwona ndani nyoka unaweza kusema labda huyu nyoka katumwa. Manake hapa hatujaona nyoka sana kusema labda nyoka wanatoka huko polini wanakimbilia ndani, labda huko mikoani. Labda sijajua Dar es Salaam na mazingira ambayo tunayokaa kama nyoka anaweza katoka kula kakimbilia ndani ya nyumba kutafuta maji. Kwa kweli haiji akilini. Sasa ni nyoka wa watu au ni nyoka tu wa Mungu ambao ni viumbe ambavyo Mungu aliviweka duniani? Sio rahisi sana wakosa maji. Kwangu hakuna maji, yako kwenye ndoo, kwenye nini. Sasa watanitafutaje waje ndani kwenye maji waseme watakutaje kwangu maji? Labda anakuja kujificha. Sasa ni kitu ambacho kidogo kinanipa mshangao. Kwa nini watoke huko waje ndani wakati maji kwangu hamna? Kuna nyumba kule na maji yako kwenye ndoo. Bwana, huyu anataka kuaminisha watu kuna ule msemo usemao panya haishi kwenye geto la masela kwa sababu masela huwa hawapiki. Unasema hakuna maji. Asante sana ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Agustino Paulo. Kwenye hoja hiyo ya nyoka wanapokuwa na kipindi cha baridi hiki huwa wanapoteza joto, ni kweli. Kwa mfano sisi tuliotoka vijijini tunafahamu kabisa, tumeshalala na nyoka, na wale nyoka ni wana asili fulani ya weusi fulani hivi, ni wakubwa sana. Alafu wao wanapokuja hawawezi kukung'ata wala kufanya nini. Anakuja anajibanza tu pembeni za pale ulipolala. Anatafuta joto na anaweza akakaa sana, anapenda mayai na kula vifaranga vya kuku. Kwa hiyo ni kweli inabidi tuwe makini, hususan kwamba sehemu za mipaka, kwa mfano kuna zile dawa ambazo unakuta unaweza kule kwetu zipo, unaweza kumwaga hivi wakifika wakisikia harufu wanakimbia. Kwa hiyo wanajua kuna hatari. Kwa hiyo hata tu unaweza ukatafuta ile oili zile za gari zilizochoka, unaweza ukazungusha tu pembezoni za mipaka yako, ukashangaa hao wadudu wakashindwa kufika hapo. Kwa hiyo ni kweli hao nyoka wapo, lakini ni baadhi ya nyoka. Kuna wengine hata kukaribia makazi hawawezi kwa sababu ni wakorofi. Maeneo hayo akikung'ata dakika 0 ndani ya